matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa eneo hili la Tegeta. Kumbuka huu ni mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Umoja huu wa madrasa 10 pamoja na misikiti 10 kutokea eneo la Tegeta mpaka kule Bunju, kwa hakika jambo kubwa kabisa hili ambalo wamelifanya. Mimi kwa mara ya kwanza kushuhudia jambo hili, wa mama kuwasilisha zile mada zao, lakini hii challenge iliyofanyika hapa ni challenge kubwa sana kwa hakika. Ni kwa mara yangu ya kwanza kuweza kuishuhudia ikiwa inafanyika, lakini vyema tumeona pia watu kutoka maeneo tofauti wakiwa wamefika hapa. Nilimwona kakaangu hapa Sheikh Saadi, imamu mkuu wa msikiti wa Takwa pale na Manga, akiwa ameweza kufanya lile ambalo nimekusudia kufanya, lakini sambamba na wote ambao walikuwa wako pamoja hapa kuhakikisha kwamba jambo hili ni jambo kubwa kabisa kuweza kushirikisha umoja huu wa misikiti 10. Lakini tumeona hapa pia mgeni rasmi mwingine naye kwa namna yake akasema usio umoja wa misikiti 10, tuna madrasa 10, ikiwezekana iongezeke ili walau iwe mingi zaidi, kufanya jambo hili liweze kuwa kubwa zaidi na kwa hakika liweze kuwavutia watu wengi ambao tulikuwa nao hapa kwa pamoja katika jambo hili adhim kabisa. Endelea kuangalia matangazo haya kutokea sehemu hii ambapo tuko hapa katika jambo hili kubwa kabisa lilokusanya watu kutoka maeneo tofauti. Tumeona hapa wamama wajasiriamali hawa wenye ulemavu wa macho ambao tulikuwa tuko nao hapa, na tuliona hapa jambo kubwa ambalo sikulitegemea, jambo la kupigwa minada, vitu ambavyo vimeweza kutengezwa hapa. Hakika ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, jambo hili kubwa kabisa katika kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria. Mbele yangu niko na kina mama hawa ambao Mwenyezi Mungu amewapa mtihani huu wa macho, lakini wao kama wao hawakuweza kushindwa kuyafanya yale ambayo yamesababisha waungane na Waislamu wenzao katika eneo hili. Mama, nianze na wewe hapa. Kwanza tufahamu jina lako. Kwa jina naitwa Zainab Mbuguni. Nikwambie pole au tuseme tu mashallah kwa hii kadari aliyokupa Mwenyezi Mungu? Tuseme tu mashallah. Na maana umekuja hapa na huu ukiwa ni mwaka wa pili wa mama hawa, umoja huu wa misikiti 10 na madrasa 10 wakiwa nafanya. Sijui mwaka jana ulikuwepo? Hapana, mwaka jana sikuwepo. Lakini mwaka huu pamoja na kwamba umepata mtihani huu wa macho, taarifa ulikuwa unazisikia tu, hata vijana wetu hawa wajukuu zetu wakati wanasoma. Umeapokeaje haya maadhimisho ya mwaka huu mpya wa Kiislamu? Mimi nimeyapokea kwa furaha kwa kupokea mwaka mpya wa Kiislamu. Tunashukuru, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametufikisha salama na leo tumeweza kuhudhuria katika hafla hii kwa kufahamiana na Ukhti Farida ambaye toka tumemfahamu ametushika kwa mikono miwili na kwenda kwenye jambo lazima atushirikishe na sisi. Labda kwa kumalizia, neno lako Ukhti Farida unamwambia nini kutoka moyoni? Ukhti Farida mimi namwombea dua, Mwenyezi Mungu amweke, amuongoze kwa kila analotaka kulifanya, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi yeye pamoja na wenzake katika muungano wao wa misikiti 10. Na mimi pia naomba katika jambo hili hata na mimi nije nimtafute huko kwetu naye aje atuunganishe. Na msikiti wa kwenu? Huko kwetu. Unatokea wapi? Mimi natokea Kibamba. Unatokea Kibamba mpaka umekuja huku Tegeta. Mashaallah. Kwa niaba ya Ukhti Farida kunifahamu na anatushika kwa mikono miwili kwa kweli. Amekuwa rafiki yetu, mpenzi wetu, mashaallah. Mungu akufanyie wepesi. Amina. Mama, nakuja kwako wewe na umepata pia mtihani huo wa macho. Labda tufahamu jina lako kwa faida ya wengine. Kwa jina ninaitwa Mwanahawa Shaweji, nimetokea Bunju. Umetoka Bunju afu umekutana na mwenzio hapa wa Kibamba, mmeshikana kwa pamoja. Umehisi vipi hili jambo la kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu leo kwa vile ambavyo umeweza kusikia? Kwa kweli nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwa kushiriki katika maadhimisho ya mwaka mpya. Ndio. Ninashukuru. Vile nashukuru kwa umoja wa wanawake Tegeta kwa sababu nipo naye tokea mwaka jana, nilikutana naye wakanihamasisha niingie humo. Nimelifurahia hilo darasa lao na mimi nipo natamani vile kule kwetu Bunju na wenyewe tungekuepo tu, yani tungekuwa kama wao tu. Lakini hata naangalia namna gani ya kufanya kuhamasisha watu wakula, afu usiku nimwite Farida aje kuongea naye wenzangu mradi na sisi tuwe kama umoja wa wanawake Tegeta. Basi na sisi wanahabari pia jambo hilo mkilitimiza mtutuambie ili tuwafikishie wengine na wao. Inshallah. Niwashukuru sana. Asante. Hawa ni mama zangu hawa, nikiwa nimemalizana nao hivi, wana ulemavu huu wa macho, lakini kwa hakika wameamua kufanya kile ambacho wao wenyewe wameona kinafahamona. Mama huyu katokea Bunju, mwingine ametokea kule maeneo ya Kibamba kule, wamekuja hapa kwa pamoja kuweza kuungana na wao wenzao. Lakini moja ya vitu ambavyo wamezungumza wao ni kuungana na Ukhti Farida katika jambo hili kubwa kabisa. Lakini huyu anayekuja hapa
pamoja na utu uzima wake, yeye hupenda kutembea kwa miguu kwenda kwenye mambo ya kheri kama. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufahamu jina lako? Naam, mimi naitwa Aisha Shabani Kagomba. Bi Aisha, tumepata taarifa hapa unapenda sana kutembea kwa mguu, hili likoje? Natembea kwa miguu kwanza kwa tatizo la mifupa yangu. Ndiyo. Kwa mambo ya pressure iliyonizidi kwa muda mrefu. Yanasababisha nifanye mazoezi kila wakati. Lakini pia nataka nisikae kitako kufuatana nini, maumivu ndio nayo, nikiendekeza tu nitakuwa siwezi kunyanyuka. Na hivi vitu nimevipenda, viko kwenye damu yangu. Bi Aisha, mwaka jana ulikuwepo? Mwaka jana nilikuwepo. Na mwaka huu pia Mungu akujalie tu. Nilisoma shairi la kuhusu hali ya kina baba na ndoa za kina mama. Kabla ya kwenye shairi huko, hali umeionaje mwaka jana wakati wenzio wameanza au nyinyi mmeanza, na hali ya mwaka huu umeionaje? Kuna utofauti gani? Yaani tofauti naona ni maendeleo makubwa sana yaliyokuwa mazuri. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu atubarikie katika mambo yetu, tufanikiwe katika elimu na malezi ambayo yametajwa hapa mara nyingi. Mwenyezi Mungu atunyoshee njia kwamba ilikuwa misikiti 10 lakini ifanikishe kuingia yote, maana Tegeta ni kubwa nayo. Lakini pia haijaisha. Na wale wote wanaosikia jambo hili tunaomba wakurubie nayo ili wapate faida ya hii ili tunalolifanya. Bi Aisha, umekuwa niseme bingwa kusoma mashairi, na umri wako mtu akiangalia anaweza akaona sio ukweli, lakini mwaka jana umesoma shairi na mwaka huu umesoma shairi. Nini siri ya kufanikiwa kusoma mashairi? Mashairi hayo ni katika darasa tuliosoma huko kwetu Kigoma. Nilifundishwa na mwalimu wetu, alikuwa anatusomesha mashairi ya harusi, mashairi ya mambo mbalimbali, hata kama ya mahujaji. Sasa hiyo na mimi nilichukua kama vile nikiigizo, na mimi kimejaa, kwa sababu ile elimu nimeichukua moja kwa moja tangu utotoni mpaka leo. Nilikuwa na mwalimu wa madrasa hapa Tegeta Nyuki, na nilikuwa na madrasa nyingine ya kina mama kwa sehemu mbalimbali, lakini katika muungano huu sasa nimejikuta nimeisha kolewa na lile jambo. Na nafsi yangu imeshakuwa haiwezi kuacha, na ninaithibitisha nafsi yangu, napenda iendelee mpaka nizikwe nayo katika jambo hili. Mwenyezi Mungu atunyoshee kwamba hata kina baba na wao ambao wake zao hawajafika katika madrasa hizi walione hili kwamba lina ubora kwao, na jinsi waweze kuruhusu wake zao wahudhurishe nafsi zao, waendelee kuwa na sisi pamoja. Nikushukuru sana. Asante baba. Huyu ni Bi Aisha nikiwa nimemalizana naye hivyo, lakini hakika jambo hili ni kubwa, jambo limeandaliwa hili na watu wengi kama hivi ambavyo unaona. Nakuomba Shamisi usogee hapa karibu. Mmoja wa watu ambao ametufanyia shughuli yetu toka mwanzo mpaka mwisho, kwa lugha nyepesi unaweza ukamuita mshereheshaji ama MC, lakini ni mmoja wa walimu katika huu mmoja wa madrasa 10 na misikiti 10. Labda Shamisi, mimi nimekufahamu, wengine hawakufahamu, jina lako? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mimi jina langu naitwa Khamisi bin Umar Kionde, ni mwalimu namba 5 hapo kwenye rasa. Wazo hili la kuundwa kwa umoja huu wa madrasa 10 na misikiti 10 mlipoletewa kwa mara ya kwanza kama walimu wa madaris, mlilipokeaje? Kwa kweli ili jambo sisi, kwa sababu ni watu wa jamii na ndio watu ambao tunafundishwa na tunasoma katika vitabu na nukuu mbalimbali za Bwana Mtume Muhammad kuhusiana na swala la umoja, kwa kweli tulilipokea kwa furaha kubwa sana. Alhamdulillah, na tulikuwa na nguvu nalo, na ndio maana mpaka sasa tupo na tunalidumisha. Huu ni mwaka wa pili sasa mfululizo, na walilahi alhamdu inaonekana kabisa taa imewaka. Na hii sio ya njano, hii taa ya kijani. Utofauti wake ukoje mwaka jana na mwaka huu? Kwa kweli utofauti mkubwa. Utofauti wa kwanza, idadi ya watu waliohudhuria. Mwaka jana sio kama mwaka huu, lakini pia namna ilivyoandaliwa na hata maandalizi yake pia. Mwaka jana nguvu ilikuwa ndogo, turubai mwaka huu tumepata hizi 10, lakini mwaka jana zilikuwa chini ya hizo. Ni ishara kwamba tunapiga hatua, alhamdulillah. Nini wito wako kwa madaris nyingine ambazo labda hazijaungana kwenye umoja huu? Wito wangu kwamba wasisahau maneno ya Bwana Mtume Muhammad, maana haya si tunayoyafanya hatujayatoa kwenye vichwa vyetu. Tuliamua kufanyia kazi maneno ya Mtume, alwahida quwwa yadullahi ma'al jamaa. Sawa sawa, mmoja ni nguvu, lakini msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na watu wanapokuwa pamoja. Aljamaatu rahma, Mtume anasema umoja ni rehma. Sawa sawa, tuliamua kuzifanyia kazi hadithi hizi. Zipo nyingi za kufanyiwa kazi, lakini tulikubaliana hizi tuzifanyie kazi, zinaweza zikatufanya sisi tukafanya mambo makubwa zaidi yenye maslahi kwa ajili ya dini yetu, dunia yetu na akhira yetu. Lakini
hata katika taifa letu pia, kwa sababu hawa vijana tunawapa ilmu, na kama umeona namna ya mafunzo tuliowapa ya kutoa sadaka na kusaidia watu. Maana yake hili swala la kusaidia watu si kwa ajili ya Waislamu peke yao, lakini pia zimezungumzwa mada za wamama hapa kuhusiana na thamani ya Qur'ani ulimwenguni. Ndani ya zile mada yule ukhti alivyokuwa akizungumza, alikuwa anazungumza thamani na maslahi ya Qur'ani inavyowanufaisha wanadamu, sio Waislamu. Kwa hivyo kwa kweli wito wangu Waislamu waliokuwa nje na hapa, waliokuwa nje ya mji huu wa Dar es Salaam, basi na wao wafanye kitu kama hichi. Kwa kweli ni kitu kizuri. Shukrani sana. Asante. Ni Sheikh Hamisi huyu akiwa amehitimisha hivyo, ndio alikuwa anatuendeshea jambo letu hapa toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya pili. Lakini walimu ni wengi waliofika katika jambo hili, kama vile ambavyo umemsikia mgeni rasmi wa awamu ya pili. Yeye alisema isiwe misikiti 10 tu, basi ikiwezekana mwakani inshallah iwe zaidi ya 20. Sheikh, tufahamu jina lako? Naam, kwa jina naitwa Ustadh Mushhiri Muharram Nongwa. Ni mmoja katika walimu wa umoja huu, lakini pia ni mwenyekiti wa umoja wa walimu wa madrasa wilaya ya Kinondoni Kaskazini. Ndugu mtangazaji, labda nikwambie sababu ya kupatikana huu muonekano tunauona leo hapa. Muonekano huu umekuja baada ya mwaka 2021. Nilikaa mimi pamoja na walimu wenzangu Ustadh Hamisi pamoja na Ustadh Dinari, tukasema tutengeneze muunganiko wa walimu kidogo kidogo. Na wale walimu tulianza madrasa Tunaima, ambayo mimi kwa sasa nimeshatoka, lakini faida yake na matunda yake yameonekana. Nimeacha athari, hifdhi ya Qur'ani na mambo mengine, mashindano ya Qur'ani mwezi wa Ramadhani na kadhalika. Lakini pia ni na wale Madina na Swafatul Mukarrama, ambaye mwalimu aliyotoka sasa hivi hapa. Tukaona isiwe hivyo, tuende kata ya Bunjo. Tukaona tutanue zaidi, tukaweka wilaya ya Kinondoni Kaskazini. Kwa hiyo kuna umoja wa walimu watupu, sio pamoja na kina mama, ambao jumla yake kwa mkato unaitwa UWAMAKA. Ule UWAMAKA mimi ndiyo mwenyekiti wao tangu kuanza mpaka sasa hivi, na tumefanya mambo mengi na bado tunahitaji kuyafanya majambo mengi. Kwa hiyo tukawa tunahimizana kwa umoja ule kwamba tutengeneze mfumo wa kuwakusanya kina mama kuwa wamoja pia. Sasa tulipofanya hivyo, ikawa sasa tunazungumzia tafaruki ubaya wake na itisamu faida yake. Kila darasa tunahimizana hivyo. Bahati nzuri kina mama walikuwa wanatuelewa. Ukhti Farida ambaye kwa pembeni yetu sasa hivi yupo, yeye akaona ile jambo zuri miongoni mwa wanafunzi wa madrasa Salami, basi wakaweka na wao, baada ya sisi kufika misikiti 10, madrasa 10 zenye muunganiko, basi na wao wakaweka madrasa 10 zikawa muunganiko. Ndo kupatikana umoja huu, ikawa umoja wa kina mama, na kule UWAMAKA umoja wa walimu, na wao wakatengeneza umoja wao kama kina mama. Lakini kina mama tunakuwa tunawatengenezea miundo mbinu, namna ya kujiongoza. Wanapawa lakini hawawezi kujiongoza, na ndio maana unaona kila wanalolifanya katika kheri tupo nao pamoja, ili wasije wakafanya jambo la kuajabisha jamii. Na ndio maana unaona kwamba Allah amejalia na sisi tumefika hapa. Mwaka jana tulifanya, lakini alhamdulillah mwaka jana nasema tumepita zaidi ya mwaka jana mwaka huu, kwa maana ishara ya mafanikio inaonekana. Walillahi alhamdu, hatujafika tunapopataka, lakini walillahi angalau. Labda sasa kuziunganisha nyingine, sasa mtoke kwenye 10. Kwanza nikwambie ndugu mtangazaji, kuna kitu ambacho huwa watu hawakifahamu. Wanadamu wengi tumependa kuona kitu yani kimeshafanyika, kimeshaboreka, kimestawi, na wewe ndo unatamani kuingia. Kwa sababu hata hapa tulipo tumepambana sana mpaka kupata hii misikiti 10. Lakini hawa watu waliokuwepo pembeni tushawapelekea barua, tumeshaenda kuwafata mara mmoja nafasi yake kwa nafasi, ili waje tujiunge, tutengeneze kitu, mfumo ambao kama tukizungumzia wilaya ya Kinondoni Kaskazini, basi izungumze sehemu ambayo iliyokuwa na muamko wa kiibada na mambo mengine.
lakini kinyume chake unapata shida, na pale vile vile mtu haja ya kuitikia pale, atakwambia sawa, lakini changamoto kwamba kukuitikia na kutenda. Kabura maktana inda Allahi an taquluna ma la tafalun. Kwa hiyo tunatamani iwe zaidi ya hapa, na hata tulipoenda kwa katibu wa BAKWATA alitueleza kwamba fanyeni, uiteni umoja wa walimu wa madrasa Kinondoni, msiseme Kinondoni kaskazini, kwa sababu kuna watu sasa naona weshakuwa wanazungumzia kwa sura mzuri, wanatamani waje. Tukawaambia ahlan wa sahlan. Basi nikushukuru sana. Asante, shukrani. Ndivyo ambavyo nahitimisha hivyo, na ustadhi nikwambie kwamba hili ni jambo kubwa kabisa, jambo adhimu hili, miaka kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria.